Haleluya. Kwa majina naitwa Eunice Gitau. Bwana asifiwe. Haleluya. Naitwa Eunice Gitau na nimeokoka na Yesu ni Bwana ndani ya moyo wangu. Tuingie katika John 11 from verses 1. John 11 from verse 1. Basi mtu mmoja alikuwa hawezi, Lazaro wa Bethania, mwenyeji wa mji wa Mariamu na Martha dada yake. Ndiye Mariamu yule aliyempaka Bwana maharamu, akamfuta miguu kwa nywele zake, ambaye Lazaro nduguye alikuwa hawezi. Basi wale maumbu wakatuma ujumbe kwake wakisema, Bwana, yeye umpendaye hawezi. Naye Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Naye Yesu alipompenda Martha na umbu lake na Lazaro, basi aliposikia ya kwamba hawezi, alikaa bado siku 2 pale pale alipokuwapo. Kisha baada ya hayo akawaambia wanafunzi wake, twendeni Uyahudi tena. Amen. Haleluya. Tunasikia hadithi moja ya mwanaume mmoja ambao anaitwa Lazaro, dada yake Maria, Martha and Mary. Bwana asifiwe. Huyu brother alikuwa mgonjwa. Bwana asifiwe. Akawa mgonjwa. Na vile alikuwa mgonjwa, tunafahamishwa ya kwamba alikuwa Mary yule ambapo, ndugu ya yule Mary ambapo alipaka Yesu mafuta. Ninajua ya kwamba kila mmoja anamjua. Bwana asifiwe. Tukaambiwa ya kwamba alikuwa rafiki, malikuwa marafiki wa Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe. Walikuwa Martha na Mary na Lazaro walikuwa marafiki wa Yesu Kristo. Haleluya. Can you imagine hawa watu hao? Unajua watu wakiwa marafiki ni watu ambao wanapendana, ni watu ambao wako na ushirika, ni watu ambao wanabebania mzigo. That why wakati ambapo Lazaro aligonjeka, Mary waliweza kumfahamisha ya kwamba Yesu rafiki yake Lazaro ni mgonjwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini hapa tukafahamishwa ya kwamba Yesu akasema ya kwamba hii ugonjwa si wa mauti. Haleluya. Akamwambia ya kwamba hii ugonjwa ambapo Lazaro ni mgonjwa si ya mauti. Haleluya. Ningependa ugeukie huyu mtu leo, ni kuhubiri na hubiri. Geukia mtu mwambie, hali uliyo nayo, kama uko na hali, si ya mauti. Haleluya. Akamwambia Yesu akasema ya kwamba, he said, this sickness is not unto death, but for glory to God, that the Son of God may glorify for it. Ili Yesu akaweze kutukuzwa katika ile ugonjwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Sometimes tunakuwa katika hali ambapo ni ngumu. Tunaona ya kwamba kama tumekuwa na ile kushushika mioyo ndani ya maisha yetu, tukiona ya kwamba kama sisi tumewachwa. Ningependa kukuambia ya kwamba wewe ukiwa mtoto wa Mungu na ukiwa wewe ni rafiki ya Yesu, haleluya, ile hali ambapo unaweza kuwa nayo, you are supposed to believe you are God. Haleluya. You believe you are God because Yesu alijua ya kwamba hii ugonjwa ambao rafiki yake ni mgonjwa si ya mauti, bali ni ya kumtukuza Mungu katika maisha yake. Bwana asifiwe. Tunaweza kuwa na discourage. Tunaweza kuwa tumeshika mioyo yetu. Tunaweza kupitia katika hali ngumu. Kuko na mambo ambayo
inatufanya tukue disappointment. Haleluya. Tukue disappoint. Haleluya. Lakini ningependa kukuambia ya kwamba vile neno la Mungu linasema ya kwamba he will never leave you, he will never forsake you. Haleluya. Kwa hivyo wakati ambapo ninaenda nikiwa na shida, I'm supposed to go believing the word of God. I'm supposed to focus. Let us have faith. It doesn't matter itachukua muda mgani, lakini tumuamini Mungu wetu. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba hata kama marafiki wanaweza kukuacha, jishikilie kwa Bwana. Haleluya. Hata kama marafiki wanaweza kukuacha, hata kama wale familia yako wanaweza kukuacha, Mungu anasema hata kuacha. Haleluya. Hata kuacha. He will never leave you, he will never forsake you. Kwa hivyo hali ambapo ulio nayo Yesu anaijua. Haleluya. Lakini hiyo hali ni ya kumtukuza Mungu. Haleluya. Hali tulio nayo wewe, hali nilio nayo ni ya kumtukuza Mungu. Bwana asifiwe. Wakati ambapo nilikuwa naona kama ni mauti, ulimi unaweza kukatwa namna gani, kweli nitaishi, but hali nilikuwa nao ilikuwa ya kumtukuza Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Wacheni tukae tunaamini Mungu. It doesn't matter. Tuamini Mungu, usikate tamaa. Endelea na kumwamini Mungu. Endelea na kumwangalia yule muumba wako, yule ambao alikuappoint katika ufalme wako, yule aliyekuokoa ako na jibu ya maisha yako. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo Yesu akajua ya kwamba hii ugonjwa ambao Lazaro ni mgonjwa haisi ya mauti, ni ya kumtukuza Mungu ili mwanae akuwe wa kutukuka katika maisha yake. Haleluya. Bwana asifiwe. Hakuna kitu kizuri. Ujue ya kwamba hata siku ya leo unaweza pitia katika hali ngumu. Unaweza kupitia kwa kudharauliwa, kwa kufinyiliwa na mambo, lakini usijidharau. Bwana asifiwe. Unaweza kuamini hata uombewe, uende kwa maombi kwingi sana, lakini hata kama uponi, endelea na kumwamini Mungu. Hallelujah. God can make a way wherever there is no way. When the time of God, wakati wa Mungu ni mzuri sana kuliko wa wanadamu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Wakati wa Mungu ni wakati mzuri sana kuliko wa wanadamu. Na kusema mambo haifanyiki si kusema haitafanyika. Tumwamini Mungu katika maisha yetu. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Akaambiwa ya kwamba hii ugonjwa is for glory of God, that the Son may be glorified through it. Tutaruka tuende namba 11. Mstari wa 11. Aliyesema haya kisha baada ya hayo akawaambia, rafiki yetu Lazaro amelala, lakini ninakwenda nipate kumwamsha. Basi wale wanafunzi wakamwambia, Bwana, ikiwa amelala atapona. Lakini Yesu alikuwa amenena habari ya mauti yake, nao walidhani ya kuwa ananena habari ya kulala usingizi. Basi hapo Yesu akawaambia waziwazi, Lazaro amekufa. Amen. Bwana asifiwe. Tunasikia ya kwamba wakamwambia ameamka, wale amelala. Mtu akilala si anaamkanga. Bwana asifiwe. Si tukilala tunaamka. Akajua ya kwamba Lazaro amelala. Kwa hivyo akiwa amelala ataamka. Bwana asifiwe. Wale walio kwa Bwana si kukufa wanakufa, ni kulala kwa sababu wataamuka. Haleluya. Na wakajua ya kwamba kwa sababu
walikuwa wanafunzi wanasema ya kwamba amelala, lakini lakini Yesu alijua ya kwamba Lazaro ni kukufa amekufa. Bwana asifiwe. Na akajua ya kwamba hata kama amekufa atafufuka. Bwana asifiwe. Kuko na mambo mengi sana inaweza kuwa imekufa katika maisha yetu, but God can raise them. Mungu anaweza fufua mambo yako yale ambayo inaonekana kama imekufa. Haleluya. Bwana asifiwe. Mambo yale unaonekana haiwezekani, the Bible say everything is impossible to our God. These things you are saying that it is difficult in your life, with God is possible. Hallelujah. It is possible. It doesn't matter ni mlima gani, ni mambo gani imesimama katika maisha yako. When you trust your God, trust your God with all your heart, there is nothing which is impossible before the eyes of our God. That is Matthew 19:23. Those things you are seeing is possible. That is possible. Hakuna jambo lililo ngumu la kumshinda Bwana. Muimbaji moja akaiba ya kwamba hakuna jambo lililo ngumu machoni mwa Bwana. Haleluya. Usione mlima ukiwa na Yesu. Usione mambo ambayo haiwezekani. Wacheni tukue na ile imani ya kusimama, imani ambapo hata mtu anaweza kukuja kunena, lakini continue to trust God. Bwana asifiwe. Kwa sababu all things are possible to our God. Hallelujah. Kuko na wakati nilienda maombi. Na nikaomba siku na nilikuwa nimetumwa na mtu, nikaomba. Na that time nilikuwa nashungusha nguo. Na nikaombea huyo mama na akakuja wakati nilienda kwake he testified to me vile ameona Mungu katika biashara yake. Kwa hivyo nilimuombea, alikuwa na declare nimemuombea. Haleluya. Lakini kushangaza kidogo akakuja akaniambia ya kwamba kwani wewe, kwa maana alikuwa naona ile business ninafanya ya kushungusha nguo ni kama si business. Bwana asifiwe. Na hiyo business nilikuwa nakula because kila wakati kuko na wakati wake. Haleluya. Akaniambia kwani wewe ubarikiwi? Si Mungu akupatie kazi uache hii kusunguka. Bwana asifiwe. Lakini nikamwambia wakati wa Mungu ni mzuri. Wewe unaweza pendezwa nipate kazi, lakini wakati wa Mungu ni mzuri. Kwa hivyo ninajua wakati wa Mungu ukifika nitapata kazi. Kwa hivyo mwanadamu anaweza kukudiscourage. Mwanadamu anaweza kukuambia maneno ya kukudharau, lakini endelea na kumwamini Mungu. Usishushwe moyo na mtu. Haleluya. Ukiwa wewe ni mtoto wa Mungu. Hata daktari wanashushanga watu mioyo. Haleluya. Instead of giving you hope, anakuambia utakufa. Bwana asifiwe. Haleluya. Ama anakuambia hii ugonjwa hauponangwi. Don't be discouraged. Usishushike moyo ati kwa sababu uko na maneno ambapo umeletewa na mtu. Wewe amini Mungu wako. God knows you. God knows this station you have. Why are you discouraged? Hallelujah. Kwa hivyo katika maisha kuko na kushushwa. But all things Mungu ni mwaminifu. Tuendelee turuke hapa tuende 17. Basi Yesu alipofika alimkuta amekwisha kuwamo kaburini yapata siku 4. Continue. 14. Hallelujah. John 11 we are in 17 down to 18. Okay, nitasoma tena. Basi Yesu alipofika alimkuta amekwisha kuwamo kaburini yapata siku 4.
Ni 17. Let's continue 17. Verse 18. 11 verse 18 inasema, na Bethania ilikuwa karibu na Yerusalemu kadri ya maili 2 hivi. Amen. Bwana asifiwe. Tutaendelea vizuri. Akasema ya kwamba when Jesus came, he found that he was already been in the tomb for 4 days. Akapata ya kwamba Lazaro ameshakufa. Ako na siku ngapi? Siku 4. Bwana asifiwe. Haleluya. Akapata ako siku 4. Mtu akishakufa siku hata 1 day, when somebody amekuwa within 2 days, ile mwili unaanza kunuka, si ndio? Unaanza kuleta harufu, na uangalie huyu mtu hakuwa anakula vitu mbaya ama hakuwa nini, lakini kwa sababu mwili ni wa kuharibika. That Job anasema ya kwamba 7:5 anasema hii mwili yetu imejaa mabuu. Siku 1, siku 2 mtu akikufa, hii mwili unaanza kunuka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo alikuwa na siku 4 akiwa kaburini. Haleluya. Tuendelee. Mstari wa 19. Na watu wengi katika Wayahudi walikuwa wamekuja kwa Martha na Mariamu ili kuwafariji kwa habari ya ndugu yao. Basi Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja, alikwenda kumlaki, na Mariamu alikuwa akikaa nyumbani. 21. Basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwapo hapa, ndugu yangu angalikufa. Lakini hata sasa najua ya kuwa yoyote utakayomwomba Mungu, Mungu atakupa. Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Martha akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Amen. Wacha tufikishe hapo. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Pale watu walikuja kumfariji. Walikuja kufariji wale madanda kwa sababu ndugu yao amekufa. Na ni kawaida watu ukuja kufariji wakati mtu amepatwa na jambo. Watu ukuja kukufariji. Wengine hata kama wanakuja kukufariji, wanaweza kuwa wako hali ya huzuni, na wengine hali ingine yao ya kando. Bwana asifiwe. Lakini wale watu walikuja kumfariji kwa sababu ndugu yao amekufa, amewawacha. Bwana asifiwe. Haleluya. Watu wako na mambo mengi sana. Somebody can come into your life. Maybe anataka kukufariji katika moyo wako, lakini ako against. Bwana asifiwe. Lakini wale watu walikuwa wamekuja kuwafariji kwa sababu wamekufiwa na madugu zake. Na wakati hiyo tukisoma pale chini, akasema ya kwamba, akaambiwa ya kwamba Jesus said to her, your brother will rise again. Mother said to him, I know that he will rise again in the resurrection at the last day. Hallelujah. Akamwambia, ninajua ya kwamba atafufuka wakati wa the lasting day. Atafufuka those lasting day. Wacha tusikie vile Yesu anasema. Yesu akasema ya kwamba, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believe in me, though he may die, he shall live. Bwana asifiwe. Kwa wale wote ambapo wanamuamini, Yesu ndio ufufuo. Katika Revelation, I think it's Revelation, twende mtu moja ende Revelation 1 verses, I think it's verses 17 ama 18. Yesu anasema mimi ndio I am the resurrection. Mimi ndio ufufuo. Yesu ndio ufufuo. Tukiwa tunamuamini, tujue ya kwamba mambo yale ambapo tunaona kama imekufa itafufuka katika maisha yetu. Bwana asifiwe.
Kuko na mtu amefika hiyo 7 nini Revelation. Amen. Yesu akasema nilikufa na nikafufu na niko I am in life. Bwana asifiwe. Yesu akasema mimi ndio ufufuo. Yeye ndio amejishikia, yeye ndio ufufuo. Kwa hivyo ako na nguvu za kufufua, ako na uwezo, ako na mamlaka, kwa sababu hakuna jambo lililo ngumu machoni mwa Bwana. Haleluya. Mambo yale tunaona haiwezekani, itawezekana kwa sababu Yesu ndio ufufuo. Anaweza fufua mambo yale ambayo inaonekana imekufa katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Anaweza tengeneza njia mahali ambapo kunaonekana hakuna njia, kwa sababu yeye ako na mamlaka na ako na nguvu zote. Ako na uwezo wa kuumba, ako na uwezo wa kufufua katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Haleluya. Tumefika 24. Akawaambia ya kwamba Yesu akasema mimi ndio, I may die, he shall live. Akasema whoever live and believe in me shall die. Do you believe this? Hallelujah. Akauliza swali, do you believe? Munaamini? Hallelujah. Hatuko pamoja, wengine wanalala na huku hakuna joto. Bwana asifiwe. Hebu soma kwa Kiswahili hiyo verses 26 na 27. Naye Yesu aishie na kuniamini, nitasoma tena. Na kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa, hata milele. Je, unayasadiki hayo? Akamwambia, naam Bwana, mimi ninasadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu, yule ajaye ulimwenguni. Amen. Akasema unayasadiki haya. Akasema ya kwamba yes Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who is to come into the world. Ninaamini haya. Tumuamini Mungu katika maisha yetu. Haleluya. Tusiamini mambo ambao ni ya kuisha. Tusiamini mambo ambao haina mwelekeo. Tumuamini Mungu wetu kwa sababu ako na uwezo. Haleluya. Tumuamini Yesu. Unajua tukiwa hatuna imani ni kuamini ya kwamba hakuna Mungu. Bwana asifiwe. Ukiamini Mungu yuko, endelea na kuamini katika maisha yako, kwa sababu baada ya maisha haya kuko na uzima wa milele. Bwana asifiwe. Tuende 32. Basi Mariamu alipofika pale alipokuwapo Yesu na kumwona, alianguka miguuni pake akamwambia, Bwana, kama ungalikuwapo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Amen. Tunaambiwa kwamba Mary akamuona, akamkimbilia, akaanguka miguuni mwake, akamwambia kama ungekuwako ndugu yangu hangekufa. Haleluya. Kwa sababu ya ile huzuni alikuwa nayo na kuvuvujika ndani ya moyo wake, kwa sababu ndugu yake amekufa, akamuangukia, kwa sababu alikuwa anajua Yesu ndio the answer katika maisha yao. Bwana asifiwe. Akamwambia kama wewe ulikuwako ndugu yangu hangekufa. Lakini haya mambo yote Yesu alikuwa anajua. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata katika hali yako Yesu anajua, anakujua wewe. Haleluya. Yesu alijua mambo haya. He feel about the death of Lazarus.
Jesus, when you have the problem, wakati ambapo unasikia mwili wako uko na uchungu, wakati ambapo unakuwa na mambo ambao inakuumisha moyo katika maisha yako, Jesus feel to you. Hallelujah. Hata Yesu anayafeel. He feel what you have feeling in your heart. Bwana asifiwe. Ati Yesu anasikia hata kama ni uchungu, anaijua. Usione ukiwa peke yako. Yesu anasema hata kuacha, hata katika hiyo shida ako pamoja na wewe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo katika hali ngumu na katika kuumia mioyo na katika uchungu mwingi, Yesu anakuanga pamoja nawe, kwa sababu anasema hata kuacha. Haleluya. Tuende 33. Mweka wapi? Wakamwambia, Bwana, njoo utazame. Yesu akalia machozi. Mstari wa 26. Basi Wayahudi wakasema, angalia jinsi alivyompenda. Bali wengine wao wakasema, je, huyu aliyemfumbua macho yule kipofu hakuweza kumfanya na huyu asife? Mstari wa 28. Basi Yesu akiugua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Tunasikia hii hadithi ati Yesu akalia. Yesu akalia katika moyo wake. Jesus wept. Wale Mayahudi wakasema ni vile alikuwa anampenda. Lakini ukiwa unapenda mtu, wakati ambapo unasikia, he have the compassion. He have compassion with Lazarus, kwa sababu amekufa. Bwana asifiwe. Hallelujah. Akalia katika moyo wake, na akaweza kukuambia ya kwamba Wayahudi wakaanza kusema yule ni yule alimfungua kipofu, kwa nini hakumfufua? Bwana asifiwe. Wakaanza kuangalia, wakakuwa na ile roho ya doubt. Bwana asifiwe. Wakaanza kusema, huyu kama ni yule alifungua kipofu, kwa nini hakumponya? Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa sababu hawa watu hawakuwa wanamjua Yesu. Hawa watu hawakuwa wanamuamini Yesu. Hawa watu walikuwa wenye dhambi. They didn't have the faith to believe Jesus can raise Lazarus. Hallelujah. Hawakuwa wanamuamini, wakaanza kukua na ile roho ya kudoubt katika mioyo yao. Kwa nini hakumfufua? Hallelujah. Amen. Katika mioyo yetu, when we are receiving the word of God, tunastahili kulisikia neno la Mungu na kuliamini. Hallelujah. Ni vizuri kila wakati, when you are entering the sanctuary of God, wakati ambapo uko katika nyumba la Bwana, kuwa na ile matarajiwa. Wakati ambapo uko katika presence ya Mungu, through worship, through maombi, hata neno, Mungu anaweza kukuponya. Bwana asifiwe. Amen. Unaweza kosa usiniangalie, lakini angalia zile neno ambapo liko mahali pale. Bwana asifiwe. Angalia neno, the word is speaking. Usiangalie mimi, angalia, isikiza neno. Bwana asifiwe. Ukilisikiza neno, kama uko na matarajio, linaweza kukuponya wewe, kwa sababu umeamini neno, huamini mimi. Haleluya. Kwa hivyo ni vizuri wakati ambapo tunaingia katika nyumba la Bwana, tuamini neno la Mungu ambapo litakuja katika maisha yako, ukijua ya kwamba hile neno ambapo linaenda kunenwa litabadilisha maisha yangu, litanifanya nikuwe karibu na Mungu wangu. Bwana asifiwe. Kwa sababu kila wakati mioyo yetu iko supposed kuwa inatarajia. Haleluya.
Bwana asifiwe. Na mioyo yetu ikiwa inatarajia. When you atarajia, unagojea kitu. Ukiwa unagojea kama ni chakula, si unakuwa na hamu nayo. Si ukiwa unagojea kitu uko na hamu. Wakati ambapo tunaingia katika nyumba la Bwana, tuwe na ile hamu ya kulisikia neno la Mungu ili tukaweze kubadilishwa. Hallelujah. That's why sometimes hata ukiuliza mtu neno liliongewa Sunday ama Sunday imepita, hawezi kujua na amekuwa chache. Kwa nini? Kwa sababu hakuwa na ile hamu ya kulisikia neno la Mungu na kuliweka ndani ya moyo wake. Hallelujah. Tukitaka tubadilishwe na neno, mpaka tukue na ile hamu ambapo itaingia neno katika moyo wetu na litaingia na likuwe na msingi ili tukaweze kubadilika. Hallelujah. Tuendelee. Yesu akamwambia, mimi sikukuambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Basi wakaliondoa lile njiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya ili wapate kusandiki kwamba ndiwe uliyenituma. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hapo tunasikia ya kwamba hata sister yake anasema huyu ananuka. Na akasema, Jesus said to her, did not say to you, if you could believe, you could see the glory of God. When we believe, we will see the glory of God in our life. Hallelujah. Akaambia ukiamini utaona utukufu wa Mungu katika maisha yako. Utaona utukufu wa Mungu katika maisha yako. Akamwambia ya kwamba that why aliambiwa, and then they took away the stone from the place where the dead man was laid. Na Yesu akainua macho yake akamshukuru Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Sometimes kwa ile hali ambapo tuko nayo ni vizuri kushukuru Mungu. He thank God because the people, wale watu ambapo walikuwa mahali pale, unajua wale watu hawakuwa wanaamini. Lakini Yesu akasema ya kwamba akainua, Jesus lift up his eyes and said, Father, thank you. You that you have heard me, and I know that you always hear me. Because of these people who are standing by, I said this, that they may believe that you have sent me. Ndio hao watu wakaweze kujua ya kwamba wewe ndio umenituma. Hallelujah. Akamshukuru Bwana, ndio hao watu wakajua ya kwamba yeye ndio amemtuma. Na Yesu akatumwa na baba yake to do his will. Hallelujah. To do his will. Wakati ambapo tunaenda John 4 from verses 33 pale chini 35, utapata Yesu akasema wakati ambapo ya ule mwanamke Msamaria alisema amekuja kufanya the will of his father. Na sisi tumeitwa tufanye the will of Jesus. Tufanye mapenzi ya Mungu. Unajua sometimes we are supposed to teach ourselves every now and then, tuone tumefanya mapenzi ya Mungu katika maisha yetu, kwa sababu tumeitwa. Na wakati ambapo tumeitwa, we are supposed to do the will of our God or our Jesus. Bwana asifiwe. Sometimes tunataka kufanya mambo mapenzi ya Mungu, lakini tunajipata we cannot do it because of circumstances which is holding in our life. So we are not doing the will of God. But it is good to tell God to help you. Everything you can do, let it be the will of God in your life. Hallelujah.
kwa sababu mpaka tutende mapenzi ya Mungu, kwa sababu ametutuma. Naye akiisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Akatoka nje yule aliyekufa, amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake umefungwa leso. Naye Yesu akawaambia, mfungueni mkamwache aende zake. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Yesu, he cried kwa sauti kubwa, akamwambia Lazaro, toka. Na yule mtu ambao alikufa akatokea akiwa amefungwa mikononi yake, miguu alikuwa amefungwa. Na Yesu akasema afunguliwe, loose him and let him go. Bwana asifiwe. That is the word ambapo niko nayo siku ya leo. Kuko na mambo, kuko na nguo. There is something which is holding our head. Kuko na mambo ambayo imetufunga katika mikono yetu. Hatuwezi fanya mambo yale ambapo tunastahili kufanya kwa sababu tumefungwa. Na mtu akiwa amefungwa ni ngumu sana kufanya kitu. Is it so? Ukiwa umefungwa mikono utafanya kitu? Ukiwa umefungwa macho utaona? You cannot. Ukiwa alikuwa amefungwa nguo, he was bound his hand, miguu na uso katika maisha yake. Yesu akasema afunguliwe. Haleluya. Lazaro akafunguliwa na akaambiwa aende. Bwana asifiwe. Haleluya. In spiritual realms, there are some things which is holding in your heart. Wakati ambapo unataka kufanya kitu, unajipata huwezi fanya kwa sababu umefungwa katika mikono yako. Haleluya. In the spiritual realms, katika ulimwengu wa kiroho, kuko na mambo ambayo imekufunga katika mikono yako. Kwa hivyo uko na mambo ambao hauwezi fanya katika maisha yako kwa sababu umefungwa katika mikono yako. Bwana asifiwe. Na siku ya leo ni vizuri tuyafungue tukaweze kukaa tukiwa uhuru katika maisha yetu. Kuko na mambo ambayo imetufunga katika macho yetu. We cannot see the things of God in our life. Bwana asifiwe. Kuko na watu ambao wamewekwa giza in heavenly realms. They cannot see. Hawawezi ona vibaya, hawawezi ona vizuri ama mambo mazuri ama mabaya. Bwana asifiwe. Kwa sababu mtu akiwa amefungwa anatembea na hajui anatembea wapi. Lakini siku ya leo tukimuita Yesu katika maisha yetu, tutaenda kufunguliwa kwa sababu kuko na mambo ambayo tumefungwa hatuwezi yaona katika maisha yetu. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa sababu unaweza kuona kama Bartimayo alikuwa amefungwa katika macho yake, hangeweza kumuona, lakini wakati ambapo alimwambia Yesu mwana wa Daudi nihurumie, siku ya leo tukimwambia Mungu atufungue, atuhurumie katika maisha yetu, tutaenda kufunguliwa na tutaweza kuona mambo yale mazuri na yale mabaya katika maisha yetu na katika wokovu huu. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Kuko na watu ambao wamefungwa miguu. Haleluya. Haleluya. Na hii miguu hata kama wakati ambapo tulikuwa tunafundishwa, hii miguu ni ya kupeleka injili ya Bwana. Haleluya. Hii miguu ni ya kupeleka the gospel of peace. The gospel of peace. You can see in heavenly realms, in the spiritual realms, there are things which is holding, which is tying us. We cannot do the will of God in our life because we are tired. We are tied our leg, so we cannot go. Hallelujah. Kwa hivyo wakati ambapo tunamuita, kwa sababu hizi ni nguo ambapo alikuwa amefungwa, nguo za makaburini.
Haleluya. Bwana asifiwe. Kuko na watu wanakufunga na mambo ya kaburi. Haleluya. La, kuko na watu ambapo wamekufunga katika macho yako. Kuko na watu wamekuweka, wamekufunga hizi nguo. You cannot see, you cannot know, you cannot think because umefungwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Katika maisha yetu mpaka tumwambie Mungu afungue macho yetu. Mungu afungue mikono yetu, kwa sababu neno la Mungu linasema anabariki kazi ya mikono yetu. Bwana asifiwe. Kuko na watu ambapo unaweza fanya kazi miaka rudi miaka enda, na kuko na watu wamezika kazi yako. Haleluya. Kwa hivyo hata ukifanya usiku na mchana hautaweza kufanikiwa. Bwana asifiwe. Ni ile hand to mouth. Haleluya. Hand to mouth. Hand to mouth. Hand to mouth. But when we start, because when we know the truth will set us free. Bwana asifiwe. Wale wametufunga katika mikono yetu siku ya leo, hizo vitambaya ambapo tumefungwa nazo, mpaka tuziondoe katika maisha yetu ili tukaweze kubarikiwa katika maisha yetu. Kwa sababu neno linasema tutabarikiwa, kazi yetu, kazi ya mikono yetu itabarikiwa. Haleluya. Kwa hivyo kuko na mambo ambayo imetufunga katika maisha yetu, katika mikono yetu. Hata tukijaribu kuweka bidii usiku na mchana, tunapata hatubarikiwi, kwa sababu tumefungwa manguo ya kaburi katika maisha yetu. Kuko na magonjwa ambayo imetufunga katika maisha yetu, hainafanya tusiweze kuendelea. Bwana asifiwe. Kuko na vitu ambapo zinakula pesa yetu, na siku ya leo tutaziondoa ili tukaweze kukuona Mungu katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuko na vitu imetufunga, hatuwezi peleka injili ya amani kwa sababu we are tired. Tumefungwa katika miguu yetu. Kwa hivyo hata tukitembea tumefungwa tu, na tunatembea tu na hatujioni, kwa sababu hatujui katika ulimwengu wa kiroho tumefungwa na